طيب وقوله تعالى لقول yake Allah aliyakuwa ametukuka وقول الله تعالى وقول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله hao wamewafanya wanawazuoni wao na watawa wao kuwa ni miungu kinyume na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na al-yahud wan-nasara, anasema hao mayahudi na manasara wamewafanya wanawazuoni wao, sababu ahbari ni wale wanawazuoni wa Kiyahudi na jamu ya hibr. Hao wamewafanya wale wanawazuoni wao waruhbanahum na watawa wao wale maaskofu mapadri wakubwa wamewafanya hao arbaban min dunillahi, ni waungu kinyume na Allah. Walmasih ibn Maryam, pia wamemfanya Mungu Masihi mwana wa Maryam, kwa maana ittakhadhu Isa alayhi salatu wassalam rabban yaabudunahu min dunillah, wamemfanya kuwa ni muabudiwa, ni Mungu anayeabudiwa kinyume na Allah. Wama umiru illa liyabudu ilahan wahida, na wao hawakuamrishwa isipokuwa muabudiwa mmoja tu, ndicho walichoamrishwa. Subhana la ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu. Subhanahu amma yushrikun, ninamtakasa yeye kumtakasa na vile wanavyomshirikisha. Mimi namtakasa yeye na vile wanavyomshirikisha yeye, ametakasika navyo, hana mshirika yeye. Sasa ukiitazama aya hii inasema kuwa Mayahudi na Manasara wamewafanya wale wanawazuoni wao na watawa wao kuwa ni waungu waabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wakapinga, sisi hatuwafanyi kuwa ni miungu, sawa, kwa sababu imekuja tafsiri ya hili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tafsiri aya hii kama ilipopokea kutoka kwa Adi bin Hatim, alipoingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anaisoma aya hii. Adi akasema innahum lam yaabuduhum, wao hawajawaabudu. Kwa sababu kuna watu wanaona kwamba kuabudu ni mpaka ulisujudie ile sanamu, au msujudie huyo padre, au msujudie huyo mwana wa chuoni gani sijui, ndio utakuwa umeabudu. Au kama ni jiwe, na wengine mpaka wamefikia kuona hata kusujudu pia, kusujudia mtu au mti sio shirki. Kuna watu wamefikia hivyo, maadamu nia yako nzuri, kwamba sio shirki. Sasa huyu Adi bin Hatim alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma aya hii katika surati Tauba aya ya 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Adi bin Hatim anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhum, wao hawajafikia kuwaabudu, wao hawaabudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bala, hapana, wao wanawaabudu. Innahum haramu alaihimul halal, kwa sababu hao jamaa wamefikia kuwaharamishia mambo ya halali. Wahallu lahumul harama, na wamefikia kuwahalalishia ya haramu. Kushoga halali, haramu halali, wafaa, hakuna shida. Mwanamume kwa mwanamume kuoana, hamna shida. Ilifikia kuwahalalishia mambo ya haramu. Fattabauhum, na wao wakawafuata wao fi dhalika, katika haya. Fadhalika ibadatuhum iyahum, Mtume anatafsiri anasema huko ndio kuwaabudu. Sasa huko ndio fadhalika ibadatuhum, huko ndio kuwaabudu wao. Fadhalika ibadatuhum iyahum, huko ndio kuwaabudu wao. Umeelewa? Lakini hii ni tafsiri ya nani? Ni tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameitaja al-Imam Tirmidhi katika jamii yake hadithi nambari 3094, na akasema hadithun hasan, hadithi hasan kama sahih, al-hasan ka sahih. Kwa tafsiri ya tauhid inafahamika, usije kaona kwamba
mpaka ulisujudie sanamu ndio itakuwa shirki. Tauhidi inaweza kuvunjwa kwa mambo kama haya.